George Kaplan aliyekuwa msaidizi binafsi wa mfanyabiashara na msanii mashuhuri Sean Diddy Combs ametoa shahidi muhimu katika kesi inayomkabili rapa huyo ya usafirishaji haramu wa watu kwa ajili ya masuala ya kingono, ukatili, unyanyasaji, matumizi ya madawa ya kulevya na njama za uhalifu chini ya sheria ya RICO. Hii ni mwendelezo usikilizwaji kesi ambayo ilichukua nafasi siku ya jana Jumatano. Kaplan alieleza mahakama kuwa alifanya kazi kwa Diddy kati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2015, akifanya kazi kati ya masaa 80 hadi 100 kwa wiki kwa mshahara wa kuanzia $125,000 kwa mwaka. Katika kipindi hicho Kaplan anadai alilazimika kutekeleza majukumu ya kibinafsi, baadhi yakiwa ni yanayokiuka maadili, ikiwa ni pamoja na kuandaa vyumba vya hoteli kwa ajili ya kile alichokiita freak-offs, matukio ya kingono yaliyohusisha matumizi ya dawa na vifaa maalum. Kwa mujibu wa ushahidi wake, Diddy alitumia jina bandia la Frank Black linalotokana na jina la utani la hayati rapper Notorious B.I.G. Frank White kuweka nafasi ya hoteli katika miji mbalimbali ikiwemo New York, Miami na Los Angeles. Kaplan anasema aliagizwa kuandaa mifuko maalum yenye vifaa kama mishumaa yenye harufu kali, mafuta ya watoto ya Johnson & Johnson, vilainishi aina ya Astroglide, pombe na vinywaji kama Gatorade. Kaplan alidai kuwa badala ya kuachia uhudumu wa usafi kazi ya kusafisha vyumba hivyo, yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa akisafisha ili kulinda jina na taswira ya Diddy na kuzuia picha za aibu kuvuja. Alisema mara kadhaa alikusanya chupa tupu za mafuta, pombe na hata mabaki ya unga wa kahawia uliokauka aliyoona kwenye sinki la bafu. Aidha, Kaplan alisema kwamba aliagizwa mara kadhaa kwenda kununua chakula, nguo na hata dawa mbalimbali zikiwemo Advil, Ketamine na MDMA. Kwa mujibu wa mwendesha mashtaka wa serikali, usiku wa kukamatwa kwake mnamo Septemba mwaka 2024 katika hoteli ya Park Hyatt, New York, Diddy alikuwa akijiandaa kwa tukio jingine la freak-off lichokuwa tayari alikuwa amekubali kujisalimisha kwa mamlaka. Picha zilizoonyeshwa mahakamani zilionyesha hali ya chumba hicho ikiwa na chupa za dawa zenye majina bandia, mafuta ya watoto, taa za mandhari ya kimapenzi, kiasi kikubwa cha fedha taslim na dawa aina ya MDMA na Ketamine. Serikali inaeleza kuwa mazingira hayo ni sehemu mwenendo mara kwa mara wa Diddy ambao pia umetajwa katika ushahidi uliotolewa na mpenzi wake wa zamani yani Casey aliwahi kueleza kuwa Diddy alikuwa akisisitiza mafuta ya watoto yawekwe motoni ili yawe na joto na mishumaa yenye harufu kali iwashwe kabla ya matukio hayo. Kwa upande wake Diddy amekwisha kukana mashtaka hayo yote, akisisitiza kuwa kila kilichofanyika kilifanyika kwa ridhaa ya watu waliokuwemo. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.